nchi ambazo za kidikteta habadani isingeruhusiwa tume kama ile inataja idadi ya vifo 518. Hiyo ni kauli ya Esther Bulaya, mbunge wa Bunda mjini, akichambua ripoti ya uchunguzi ya matukio yaliyotokea Oktoba 29. Kwanza kabisa na mimi nilikaa kama mliliona kidogo kwenye saa 5 sikuwepo bungeni. Hili ni jambo la kitaifa, kama mbunge ninayependa kufuatilia vitu, kwa hiyo nilikaa kuanzia saa 5 kuisikiliza ripoti kwa kina. Kitu pekee kwanza ni waambie Watanzania wenzangu, tunapopatwa na jambo kubwa kama hili, mosi, lazima tuwe na subira. Pili, taifa letu limepiga hatua, tusijidharau sisi na wataalamu tulionao. Tatu, hakuna mtu mwingine wa kuilinda Tanzania yetu na kuitetea isipokuwa sisi wa Tanzania wenyewe, kwa vyovyote vile, kwa tofauti zozote za itikadi, kwa tofauti zozote za kidini na makabila. Inapokuja swala la Tanzania, hakuna mtu mwingine wa kuilinda Tanzania isipokuwa sisi. Watu walianza kuwa na mashaka na tume, lakini tangu nimekuwa mwanasiasa kwenye umri wa miaka 20 na mpaka sasa hivi mbunge wa temu ya 4, ndiyo ripoti ya kwanza katika serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan inawekwa wazi bila kificho. Watu walifikiria Jaji Chande ataichukua ile ripoti ataikabidhi siri. Inahitaji kuwa na rais muungwana, rais anayependa demokrasia, rais ambaye anaendesha nchi kwa uwazi na ukweli. Amepokea ripoti ambayo na ina mambo mazito, wote tumeyaona. Ripoti imetaja idadi ya vifo, ripoti imetaja majeruhi, ripoti imeelezea visababishi, ripoti imeelezea chanzo, ripoti imezungumza mambo mengi. Alafu amiri jeshi mkuu akarespond na akaongea neno zito kwamba hakutarajia jambo zito kama lile lingetokea yeye akiwa mkuu wa nchi, na akasema amebeba mzigo mzito mabegani mwake. Kwa Mungu atakavyomuongoza, ataubeba mzigo huo kwa ujasiri mkubwa na kwa tahadhari, ili nchi yetu isonge. Lakini immediately rais wetu amerespond mapendekezo ya tume kwamba atachukua hatua. Mosi, wale ambao baadaye wataonekana wamezembea kwenye nafasi zao, amesema tutachukua hatua. Lakini amekubali wale waathirika waliopata ulemavu, kuhakikisha serikali inawatibia wale majeruhi na kuwanunulia vifaa vya bandia ambavyo vinahitajika. Lakini rais amesema atahakikisha anaunda tume ya maridhiano, na amesema yeye kama mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, swala la katiba ni kipaumbele katika ilani ya chama chetu. Lakini amesisitiza umoja na mshikamano na kuaminiana. Kubwa amesema Rais Samia ni yule yule wa 4R, ambaye yeye 4R haikuja tu baada ya matukio ya Oktoba 29, alianza nayo awali. Kikubwa ni kumpa ushirikiano. Lakini amesema yale matatizo mengine ambayo yamezungumzwa kwamba alikuwa ugumu wa maisha, uwajibikaji, baadhi ya vitendo vya rushwa. Ameeleza vizuri sana kwamba serikali yake itachukua hatua, lakini si sababu ya kufanya vurugu. Sababu kama ulikuwa una maisha magumu kabla ya vurugu, jitafakari, je, yameisha? Au ulikubali kuingizwa kwenye mkumbo wa kuchafua taswira ya nchi bila sababu ya msingi? Kwa sababu huo si utamaduni wetu. Utamaduni wetu sisi ni kushughulikia matatizo yetu kwa njia ya amani, kwa njia halali kabisa ya mazungumzo. Na amezungumza mengi kwamba inawezekana jambo hili limetokea ili tujifunze namna gani bora ya kushughulikia changamoto zetu. Lakini ni kweli sasa hivi kuna hila duniani za kiuchumi. Na amesema kwamba ni rahisi sana watu wa nje kuwapa support katika kubomoa nchi yenu, lakini ikija kwenye kujenga watawapa masharti mengi na mikopo ya kibiashara. Kwa hiyo inawezekana pia ni mkakati wa kiuchumi, kuna watu wananufaika. Lakini kubwa ni wapongeze tume
wameenda kwenye maeneo 202 yaliyoathirika, wamepita kwenye wilaya 34, wameenda kwenye mikoa 11, wamekutana na watu zaidi 63,000, wamekutana na makundi zaidi ya 1000 ngapi sijui. Hakika na eji yao na utumishi walioutoa kwa nchi hii, wamefanya kazi kubwa ya kuheshimika na ya kutukuka. Nchi ambazo za kidikteta habadani isingeruhusiwa tume kama ile inataja idadi ya vifo 518. Tume kama ile inataja mambo mazito wakaruhusiwa. Ni uungwana, ni uzalendo, ni uwazi na ukweli wa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuliongoza taifa letu. Mheshimiwa Bulaya, macho yako yananionyesha kwamba kuna jambo ambalo ni kama ukulitarajia ndani ya ripoti ya tume. Kitu gani ambacho ukitarajia ama ambacho kimekusurprise ama ambacho ni si cha kawaida ambacho umekisikia? Kwanza mimi ukiniambia kwa uzito wa wale wajumbe, unamzungumzia Jaji Chande, unamzungumzia jaji mstaafu aliyepita kama sikosei nani Ibrahim Juma, unazungumzia IGP mstaafu, unamzungumzia waziri wa ulinzi mstaafu, unazungumzia mabalozi, katibu mkuu mstaafu ambaye anapokuwa katibu mkuu kiongozi ni katibu wa baraza la usalama wa nchi yetu. Unazungumzia watu wazito ambao wanaheshimika katika jamii, sio wanasiasa. Wameifanya kazi ya kizalendo. Mimi ukiniambia ambao walikuwa hawatarajii ni wale ambao wametengeneza hofu na kutoaminiana na kutoamini akili zetu wa Tanzania, kwamba tuna watu wazalendo wa level ya kina Jaji Chande, kuna watu wenye weledi ambao wanaweza wakasimama kwa ukweli na uwazi katika kuifanya kazi ya nchi hii na kuleta umoja na mshikamano. Kwa hiyo mimi nilitarajia tume itakuwa huru na imekuwa huru. Nilitarajia tume itakuwa wazi na imekuwa wazi, kwa sababu aliyewapa hiyo kazi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwenye kutofautiana kupitia kutaka taifa ligawanyike, kupitia taifa liingie kwenye hasara ya miundombinu, labda wanaamini na wenyewe kuna vitu ambavyo wanavipata nje ya pazia. Naamini kwa matokeo haya ya tume na respondi ya rais wetu, naamini taifa letu litakuwa moja, Watanzania wenye nia njema. Mheshimiwa Bulaya, mimi nikushukuru sana. Thank you so much. Bila shaka umegusia maeneo muhimu.